Naam, shukran mtazamaji, karibu. Mimi naitwa Ahmed Jumabali, ukipenda niite AJB, na Anwangeshi ndiye mwenzangu kwa upande wa lugha ya ishara. Na polisi wamesema wametibua mtandao mmoja wa wizi wa kutumia mabavu hapa Nairobi baada ya kumpiga risasi mshukiwa mmoja na kuwakamata wengine 10. Akizungumza katika kituo cha polisi cha Central mapema leo, kamanda wa polisi jijini Nairobi Isa Mohamud alithibitisha kwamba waliinasa mamia ya simu za rununu, vipakatalishi na vifaa vingine vya kielektroniki, huku juhudi zikiendelea kuwakabili wahalifu ambao wanaohangaisha wakazi na madereva jijini Nairobi. Makachero wa kitengo cha DCI wametangaza kwamba wamepiga hatua kubwa katika juhudi zao za kukabili uhalifu hapa Nairobi. Mohamud alisema mshukiwa mmoja aliuawa kwa risasi, huku wengine 8 wakitiwa nguvuni, na mamia ya simu za rununu, vipakatalishi, bunduki pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki kunaswa kwenye msako dhidi ya wahalifu ambao wamekuwa wakitekeleza wizi hapa Nairobi. We were able to neutralize those groups. Neutralize one suspect who was fatally shot in Joska, and we arrested 8 others. And we were able to recover 4 pistols. 1 was recovered in Joska and 3 were recovered within Nairobi. Polisi pia walinasa zaidi ya rununu 500, vipakatalishi, pikipiki na silaha kwenye msako tofauti katikati mwa jiji la Nairobi, kwenye mtaa wa Kayole, Gigiri na Dagoretti. There was a robbery in a saloon. Ilikuwa nasunguka. So we know who did that, and it's just a matter of days. He was in a group which even, killed 1 year ago police officers. So those are dangerous people, and we're looking for them. We're tracing them. We're tracking them, and we'll deal with them. Tunataka watu watembee bila kuwa na wasiwasi wakiongea kwa simu. Hatutaki kusikia kina mama na vijana nini wananyang'anywa simu. It is very painful. Some of the phones are very expensive. We have a phone here which is almost 300,000. Washukiwa 28 pia wanazuiliwa na polisi kwa kuvamia ardhi moja ya kibinafsi huko Ruai na kuigawanya kwa ajili ya kuuza vipande hivyo, licha ya ardhi hiyo kuwa na mmiliki halali. Joseph Wahungu, Darubini. Wafanyikazi wa mpango wa afya kwa wote waliandamana mapema leo wakishinikiza kupewa barua za kuajiriwa kwa masharti ya kudumu na serikali za kaunti. Kwa mujibu wa wafanyikazi hao kutoka vyama mbalimbali vya wafanyikazi, licha ya serikali ya kitaifa kuidhinisha kuajiriwa kwao kwa masharti ya kudumu, hati zao za malipo ya mishahara hazijabadilishwa. Siku ya Jumatano, wahudumu wa afya kutoka vyama 15 waliandamana wakitaka kutolewa kwa barua za ajira ya kudumu kwa zaidi ya wafanyikazi 7,400 wa mpango wa afya kwa wote. Kulingana na wahudumu wao wa afya, serikali za kaunti zimeendelea kuwahangaisha licha ya serikali ya kitaifa kutoa idhini ya kuajiriwa kwao kwa masharti ya kudumu. This transition has only been done on the payslip. So we are asking Honorable Duale, still the Ministry of Health and the Department of Public Service and Commission, they still have some work to be able to do. And that is the work of ensuring these colleagues have been issued with the letters. Wanalia umewapatia pesa kwa payslip yao, kwenye nataka tu ni barua. Manake wataki kuview hiyo payslip once. Walisema kukosa barua hizo kumewanyima fursa ya kupata mikopo, kupandishwa vyeo na fursa ya kuendeleza masomo. One of the benefits that we get by having the permanent and pensionable term is for us to be able to secure some credits with the different institutions. This cannot be able to happen to our colleagues unless they have been given the appointment letters which is confirming them to these new terms of permanent and pensionable term. Baada ya kuhudumu kwa kandarasi kwa zaidi ya miaka 6, wafanyakazi hao pia wanadai malipo ya jumla ya kiinua mgongo baada ya kukamilika kwa kandarasi zao. Ya pili, tunataka kwamba gratuity ilipwe. Sema gratuity. Nancy Okware, Darubini.